Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumebaini kwamba kuna kiwango kikubwa sana cha utapeli na unyang'anyi wa ardhi kwa wananchi, na yapo makundi makubwa ambayo yanafanya kazi hiyo kwa kushirikiana na baadhi ya watu wengine nje au hata ndani ya mifumo yetu ya kiutendaji. Lakini jambo la pili pia tumegundua na kubaini kwamba kuna utapeli mkubwa sana kwenye baadhi ya showrooms za magari ambako watu wanalipia magari kutoka kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, lakini wengi wanadhulumiwa magari hayo kwa kudai kuwa magari hayo bado yapo bandarini, lakini ukifuatilia magari hayo hayapo bandarini, na au kiyakuta bandarini basi unayakuta yapo kwenye bonded warehouses yakiwa hajalipiwa chochote. Lakini eneo pia la tatu ambalo pia na lenyewe limekuwa ni eneo kubwa sana ni maeneo ya mikopo, wanasema mikopo umiza. Ipo baadhi ya mikopo ambayo watu wanakopeshana, anakopa leo, anasaini mkataba wa mkopo leo, lakini muda huo pia leo wakati anasaini mkataba wa mauziano wa kukopa, leo hiyo hiyo anasaini tena mkataba wa kuuza eneo lake. Maana yake ni kwamba anapokopeshwa anawekewa masharti kwamba ifikapo kesho saa 9 ardhi hiyo, nyumba hiyo au kitu alichoweka dhamana kitauzwa. Kwa anasaini mikataba yote miwili. Kwa hapa napo tumegundua pana unyang'anyi mkubwa mno ambapo watu wanaachia mali zao kwa sababu ya jambo hili ambalo linaitwa mikopo umiza. Kwa hiyo tumekushaanza mchakato wa awali wa kujiridhisha zaidi na nyaraka mbalimbali ambazo zimetumika kufoji vitu vingi sana. Na nitoe rai pia kwenye kikao hiki muhimu kwamba nitatoa taarifa vile vile kwa Watanzania kuhusu unyang'anyi wa aina yoyote ambao utaendelea ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Ninayo orodha hapa ya baadhi ya watu ambao tumekushajithibitishia kwamba hawa ndio wamekuwa wanyang'anyi wakubwa sana pia wa ardhi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na ninawapatia almost kama wiki moja tu ili wahakikishe zile ardhi ambazo wamezikalia ambazo sio za kwao basi katika mkoa wetu waweze kuzirudisha. Sasa makundi haya ya watu natoa wiki moja tu inatosha, na kwamba wao wenyewe kwa ridhaa yao warudishe zile mali ambazo wamezipokonya kwa watu. Na unyang'anyi mwingine, ndugu zangu wanahabari, ambao umefanywa na baadhi ya watu wakubwa tu kidogo. Mtu anakuja kupanga eneo, kupangisha. Kwa mfano na eneo lako hapa, anakuja anapangisha ile eneo labda kwa miaka 10. Lakini baada ya muda anafoji nyaraka zote, anaonesha kwamba ile eneo yeye ni mpangaji wa miaka 50. Anafoji nyaraka zote kuonyesha kwamba ile eneo ni mpangaji wa miaka 50. Lipo eneo mojawapo pale Mbagala ambalo linamhusu mtu mmoja mwenye matatizo pia ndani ya mkoa wetu. Eneo lile ni la mtu A. Yeye ameingia kwenye ile eneo kwa ajili ya kukodisha. Baada ya kukodisha amekwenda amejenga miundombinu ya kudumu. Na baada ya kujenga miundombinu ya kudumu ameanza kulazimisha kwa yule mtu A ili hilo eneo liwe la kwake. Halafu mtu C amekuja kwa mpangaji. Na yeye amekuwa ni tapeli mkubwa kwa kuto kulipa kodi kwa sababu ya migogoro uliopo kati ya mtu A na mtu B. Na huyu mtu C naye ni mtu mkubwa tu ambaye naye nampa wiki moja. Asipo jitokeza ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa, kitakachofanyika, kwa sababu vitu vyote vipo smooth, vitu vyote vipo clear, atanyang'anywa na atachukuliwa hatua kali, moja ikiwa kumfungulia mashtaka ya kujipatia fedha kinyume na taratibu, na ambayo mwisho wa siku itakuwa ni mambo ya utakatishaji wa fedha. Hilo nalo ni eneo ambalo limekuwa ni mwiba mchungu sana. Na maeneo ambayo pia yanaongoza sana katika migogoro hii ni maeneo mbalimbali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kumekuwa kuna utapeli huo Kigamboni, kumekuwa kuna utapeli huo Kinondoni, kumekuwa kuna utapeli huo hapa Ilala na maeneo mengineyo. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote na hasa wana Dar es Salaam kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan
ametutuma tuje tuhakikishe tunaendelea kusimamia haki na kuitafsiri bila kuvunja sheria, ili yule ambaye anahitajika kupata haki hiyo aipate. Na kwa mantiki hiyo, leo tarehe 2 ya mwezi wa 3, mimi mwenyewe mkuu wa mkoa nitakuwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenye ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wale wote ambao wamekushalia kwa muda mrefu waje pale ofisini wafikishe nyaraka zao zote. Natoa wiki moja tu, kwa maana leo Jumatatu, mwisho siku ya Ijumaa, walete taarifa zao zote na ushahidi wao wote waniletee pale ofisini, kwa sababu tarehe 9 ya mwezi wa 3 naanza tena ziara ya mguu kwa mguu kwenda kukagua maeneo yote ambayo wananchi watakuwa wameyaleta kama sehemu ya kunithibitishia kwamba wameporwa, wamenyang'anywa, wamedhulumiwa. Maeneo kama haya, ndugu zangu, ya unyang'anyi, ninayo pia kesi moja hapa ambayo baba alifariki akiwa amemwacha mwanae katika umri mdogo. Na alipofariki akiwa amemwacha mwanae katika umri mdogo, yule mtoto akachukuliwa na shangazi. Alipochukuliwa na shangazi, shangazi alichokifanya ni kwenda kubadilisha nyaraka za eneo la marehemu kaka yake katika umri huu ambao mwanae yule alikuwa bado mdogo. Lile eneo alipolibadilisha likawa la kwake, na baadhi ya sehemu ameuza na baadhi ya sehemu anayo mwenyewe, lakini amefanya hivyo kwa kofia kuwa yeye ni msimamizi wa mirathi. Sasa huyu mtoto alipofikisha miaka 18 alianza kuomba kumilikishwa moja kwa moja maeneo ya marehemu baba yake, na ndipo mgogoro ulipoanza. Binti akafukuzwa kwao akiwa na miaka 18 tu, kwa sababu anamwambia shangazi yake anaomba umiliki wa moja kwa moja kwenye eneo au kwenye maeneo aliyoachiwa na marehemu baba yao. Lakini yule mama aliendelea kujitetea kwamba aliuza maeneo ili amsomeshe, aliuza maeneo ili amtunzie. Sasa ndugu zangu, kama huna uwezo wa kumtunza mtu ama kumtunza mtoto wa kaka yako au wa dada yako, usimchukue yeye kwa sababu unataka zile mali zao. Sasa kesi hii nayo iko mahakamani. Tumeendelea kumuomba mwanasheria mkuu wa serikali aendelee kutusaidia kutafsiri masuala haya, ili na sisi pia tuendelee kuweka mawakili wetu waendelee kusaidia ili huyu mtoto pia aweze kuipata haki yake.